Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini tunatazama mengi yanayojiri katika ulimwengu. Na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kumwakia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku akimfokea na kumshinikiza waziri mkuu huyo kuwaondoa wanajeshi wake wa Israel huko nchini Syria na kuanza kupeleka tena vikosi kutoka kusini mwa Lebanon. Shirika la habari la Axios limeripoti likitoa mfano wa maafisa wa Marekani na Israel walioeleza juu ya hilo. Rais wa Marekani amekuwa na kawaida ya kuzungumza kwa lugha za kutumia nguvu, huku wakati huu akimtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuwaondoa wanajeshi wake huko nchini Syria. Suala hilo lililoripotiwa ni ishara ya hivi punde ya kuongezeka kwa mpasuko kati ya viongozi hao wawili, huku Trump akishinikiza Israel kupunguza idadi yake ya wanajeshi, huku serikali ya Netanyahu ikiendelea kusisitiza kuwahudumisha kwa muda usiojulikana. Kulingana na Axios, Trump alimwonya Netanyahu wakati wa simu siku ya leo Alhamisi kwamba uwepo wa jeshi la Israel kusini mwa Syria unakabiliwa na hatari zaidi. Hawakutaki huko, unapaswa kuwaondoa wanajeshi wako, Trump ameripotiwa kumwambia kiongozi huyo wa Israel. Rais Trump alitoa ujumbe kama huo kuhusu kusini mwa Lebanon, chombo hicho cha Axios kilisema. Msukumo huo umeripotiwa unafuatia mkutano kati ya Trump na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa kando ya mkutano wa kilele wa NATO nchini Uturuki wiki iliyopita. Kulingana na Axios, utawala wa Trump umetumia miezi kadhaa kujaribu kuunda mpango mpya wa usalama kati ya Israel na Syria. Pia inakuja huku kukiwa na majaribio ya Washington ya kutekeleza makubaliano ya mfumo unaoungwa mkono na Marekani kati ya Israel na Lebanon yaliyofikiwa mwezi uliopita. Chini ya makubaliano hayo, Israel iliazimia kuondoa vikosi vyake katika maeneo mawili ya majaribio kusini mwa Lebanon na kuruhusu jeshi la Lebanon kupeleka huko. Israel bado haijaanza kujiondoa. Israel inasema kupelekwa kwa wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na Lebanon ni muhimu ili kuzuia mashambulizi ya kuvuka mpaka sawa na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Wajumbe kadhaa waandamizi wa serikali ya Netanyahu wametoa wito wa uwepo wa kijeshi usiokuwa na mwisho, na wengine pia wakitetea makazi ya Wayahudi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Katika taarifa iliyotolewa baada ya wito huo, ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilisema waziri mkuu alisisitiza haja ya maeneo ya usalama katika mipaka ya Israel. Gazeti la Jerusalem Post likiwanukuu maafisa wa ulinzi limeripoti mnamo Jumanne kwamba jeshi la Israel limeshangazwa na akaunti ya Axios na kusisitiza kuwa hakukuwa na mabadiliko yoyote huko Lebanon au nchini Syria. Karibuni Donald Trump, rais wa Marekani, amerudia kukosoa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon, akiripotiwa akisema Netanyahu hakuwa na hukumu ya kifalme na kumuita mtu kichaa. Ikulu ya White House ilikataa kutoa maoni juu ya maelezo ya simu hiyo na haikupingana na akaunti ya Axios. Badala yake, afisa wa Marekani alithibitisha uungaji mkono wa Washington kwa Israel, akiambia chombo hicho kwamba hakujawa na rafiki mkubwa wa Israel na mpigania amani kuliko Rais Donald Trump. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Tutaweza kufahamisha